Siku ya jana bwana, tulishuhudia mechi kali sana. Ni mchezo wa dabi ya Mzizima ambao uliokutanisha Azam FC kama timu mwenyeji akimkaribisha Simba Sports Club, mchezo ambao ulipigwa katika dimba la Azam Complex jijini Dar es Salaam, ambapo ulianza majira saa 1 kamili za jioni kwa saa ya Afrika Mashariki. Mchezo huu bwana ni miongoni mwa michezo michache ambayo nilifurahi sana kuitazama. Ni moja kati ya mechi kali sana ambayo kiuhalisia ilionyesha maana halisi ya dabi. Ni miongoni mwa dabi ambayo huwaga napenda sana kuzitazama. Azam anapokutana na Simba ama anapokutana na Yanga, kunakuwa na mchezo mkali sana ambao kiukweli unaleta ile ladha ya football. Lakini yote kwa yote nimejaribu kuangalia baadhi ya makosa ambayo pengine yametokea katika mchezo huo. Sijajua kama ni makosa ya kibinadamu ama pengine ni makosa ya makusudi. Hususan lawama namtupia kwanza lazimeni wa mchezo huo ambaye alikuwa kwa kipindi cha kwanza mara kadhaa ameonyesha kibendera cha offside kwa Idi Nado, na ukitazama ni kama mara 3 hivi, lakini mara 2 zote zilikuwa si offside kiuhalisia. Lakini ndio hivyo, sijajua ni macho tu yalikuwa pengine hayatazami vizuri ama pengine ulikuwa na mpango mwingine ambao sisi hatufahamu. Lakini pia ukiangalia kwa upande wa referee, wakati kuna situation fulani ilitokea pale ambapo tuliona katika 18 ya box la Azam FC aliangushwa mchezaji wa Simba bwana, na mwisho wa siku referee aliamua kupeta. Lakini ukitazama kwa namna moja au nyingine unaweza ukahisi pengine inaweza ikawa penalty, japo ukiangalia vizuri unaona kama si mzito sana, ni nyepesi hivi, lakini kwa sababu ilikuwa ni situation ambayo ya kwenda kufunga ilikuwa inastahili pia kuwekwa penalty, lakini referee ndio hivyo pia akapeta. So mchezo ulikuwa ni mkali sana, mchezo ambao ulionesha nini maana ya dabi kiuhalisia. Dabi za Azam dhidi ya Simba na dhidi ya Yanga huaga ni dabi kweli kweli, tofauti na mechi ambayo inakutanisha majanti hawa Simba na Yanga. Inakuwa si mchezo mzuri sana ambao unavutia ile taswira ya kutazama. Lakini Azam dhidi ya Simba, Azam dhidi ya Yanga, unakuwa na ufundi mwingi sana. Unaona kweli mpira unachezwa kwa timu zote, lakini pia unaona namna football inavyotakiwa ichezwe. So ilikuwa ni mchezo mzuri sana licha makosa kadhaa ya waamuzi wa mchezo wa jana kuweza kuzua taharuki, lakini all in all tumeona mpira safi. Azam waking'ang'ania kwa Simba Sports Club na kuondoka na alama moja, wamegawana alama moja, na sasa Simba Sports Club itakuwa imeachwa nyuma kwa jumla sasa ya alama 6, na endapo watashinda mchezo wa kiporo chao basi watakuwa wameachwa alama 3 dhidi ya Young African Sports Club ambao ndio wanaongoza ligi hii, ligi kuu Tanzania Bara, NBC Premier League hadi hivi sasa. So nafikiri pia Simba kupoteza ama kutoa sare mchezo wa jana wamezidi kuwapa gap Young Africans ya kutetea ubingwa wao. So kama itatokea pia mchezo unaofuata wakatoa sare, basi itakuwa wanawarahisishia tena Young Africans kutetea ubingwa wa ligi kuu Tanzania Bara, NBC Premier League, licha ya kusuasua katika michezo kadhaa iliyopita. Una maoni gani kuhusiana na taarifa hii? Tafadhali tuandike kwenye comment section, usisahau subscribe, like na kushare video zetu ili uwe wa kwanza kupata zile updates kali kila siku. Asante na kwaheri.